Hiyo siku ya 25 ya Disemba, wapi imeandikwa hapo tusherekee Yesu Christmas? Yesu alizaliwa mwezi wa 12 tarehe 25. Wapi andiko sasa hapo? Biblia ziko hapo. Nimekwambia soma Mathayo 9. Haya, mpya kusomea. Mathayo 9, usikia Yesu alizaliwa Disemba tarehe 25. Tulia basi andiko lisomwe. Hebu msomee. Kisa ngapi? 9:8. 9:8 msomee. Nzuri sana kwa maandiko. Mzuri kwanza hapo na maandiko amesoma Biblia. Makutano walipomwona walishikwa na hofu, wakamtukuza Mungu aliyewapa watu amri ya namna hii. Ndio. Amri gani hiyo? Mpe mic. Fungua Wagalatia 3 mstari wa 4. Ngoja kidogo ndugu yangu. Andiko umetoa imesema makutano mkuu walifurahi kwa ajili ya amri hiyo. Ni amri gani hiyo walifurahi wakashirikia? Ile msimu wa Krismasi, wacha mambo. Biblia itataja Krismasi. Imesema wakafurahia kwa amri hiyo. Mimi sina chenga. Hebu mpe huyu. Nisomee Luka 1:26. Luka 1:26. Somea hiyo andiko. Hiyo tumesoma na tutarudia tu. Luka 1:26 Luka inasema, ndio. Mwezi wa sita malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya. Mpe maiki. Biblia imesema mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6. Mwezi wa 6 hadi Disemba, miezi ngapi hiyo? Wacha jenga. Miezi ngapi hiyo? Fungua Galatia 3 mstari wa 4. Hebu tuende vizuri ndugu yangu. Mwezi wa 6 mpaka Disemba, miezi ngapi hiyo? Mpe maiki. Hiyo ni miezi 3. Miezi 6 bwana. Wewe umesoma? Biblia mimi nakwambia. Mwezi wa 6 mpaka Disemba, miezi ngapi? Hapo tutaenda kwa Wagalatia. Mwezi wa 6 mpaka Disemba, miezi ngapi hiyo? Hatuko kwa chenga. Mwezi wa 6 mpaka Disemba, miezi ngapi hiyo? Hizo ni miezi 6. Barikiwa sana. Miezi ngapi? 6. Wewe ni mzee, naona uko na watoto na uko na familia. Mtoto anazaliwa kwa miezi ngapi? 9. Yesu anaweza zaliwa kwa miezi 6? Si lazima iwe 9. Hata 6 wanaweza zaliwa na wapeleka nasari. Ilahi. Mtoto anazaliwa kwa miezi 9, hawezi akazaliwa kwa miezi 6. Na hapa malaika anatumwa na Mwenyezi Mungu mwezi wa 6, anapelekea Mariamu habari kuwa atazaa mtoto. Fanya hivi, wacha chenga. Mungu Galatia 4 mstari wa 3. Msomea andiko yake hiyo. Galatia 4 mstari wa 3. Iseme Yesu kazaliwa Disemba. Yesu alizaliwa mwezi wa 12 tarehe 25. Waislamu takbiri. Anakubali Yesu atazaliwa Disemba tarehe 22. Mwezi wa 12 tarehe 25. Toa andiko. Tunangoja kusherehekea msimu mkubwa wa Christmas. Toa andiko sasa, alizaliwa hiyo siku. Andiko nakupea. Usipige tena bila peleko Disemba. Nataka andiko tu, Yesu kazaliwa hiyo siku. Unajua unatetea kitu yenye hakuna. Hiyo andiko useme Yesu kazaliwa siku hii. Basi sisi Waislamu tunakuwa moja kwa moja wa kuanza kuabudu hiyo siku na kusherehekea hiyo siku. Msome hiyo Galatia yake 4:3 wamesema. Pole pole tu mpaka watu waelewe. Hapa sio kubishana, ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Watu waelewe sikukuu ambao wanafaa waifuate sikukuu gani. Msome andiko yake. Galatia 4:3 Yesu kazaliwa 25. Msome. Inasema, naam, kadhalika ndio na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke. Haya, mpe. Unaamini Yesu ako ama yuko? Yesu yuko. Unaamini wewe ni mfuasi wa Yesu ama wewe si mfuasi wa Yesu? Mimi mfuasi wa Yesu na muamini Yesu, lakini alizaliwa tarehe ngapi? Sasa hiyo ndio ulikuwa niambie.
Maana Biblia inasema tarehe 25. Sasa hiyo ndio tunataka, hiyo tarehe 25 ndio tunataka, mwezi wa 12. pale umesema mwanamke atazaa mtoto aitwaye Yesu. Sawa eh? Hebu naona Wakristo wanaompenda Yesu. Ndugu yangu, je, unisalimie kwa heshima yako, je, unisalimie, je, unisalimie, je, unisalimie. Mimi nakuita, je, unisalimie. Huko mstari wa 3. Haya, ndugu yetu anasema Yesu kazaliwa tarehe 25 Desemba, lakini hana andiko. Maandiko zenye unatoa hazisemi Yesu kazaliwa Desemba tarehe 25. Hakuna. Yeye anasema ni chenga, yani mwalimu. Na mimi nampeleka kielimu, hata wanasayansi wanajua. Rafiki yangu anazaliwa na miezi 9. Mtoto hawezi zaliwa na miezi 6. Rafiki yangu anamaanisha hivi, hii andiko iko kwa Biblia Luka 1:26 ambayo inasema mwezi wa 6 ndio tuifute, alafu tuweke maneno yake ya mdomo kwamba ni tarehe 25 Desemba ndio Yesu kazaliwa. Hii andiko tufute. Ndio maana yake mwalimu. Mtihani huo. Hebu soma hiyo andiko Luka 1:26. Mwezi wa 6 ndio malaika Gabrieli. Hebu sikiliza ndugu yangu Petro, sijui unaitwa Paulo. Sikiliza. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli anatumwa na Mungu. Alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti. Ndio. Kwa mwanamke bikira aliyekuwa ametoswa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi. Ndio. Na jina lake bikira huyo ni nani? Ni Mariamu. Kwa hivyo hapa malaika anatumwa mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6. Enda hapo aya 36. 2:6. Hapo 36. Aya 36. Ndio. Ambaye anasema tena, tazama jamaa yako Elizabeti. Sasa hapa naye kuna mwingine anaitwa Elizabeti aliyemzaa Yohana Mbatizaji. Teremka. Naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake. Ndio. Na mwezi huu ni wa 6 kwake. Kwa hivyo Elizabeti alikuwa na mimba ya miezi 6 na Mariamu ameletewa habari mwezi wa 6. Hivi maana Yohana na Yesu wameachana na miezi 6. Lakini watu wengi hawaelewi. Mtoto anazaliwa na miezi 9, mtu anasema anazaliwa na miezi 6. Hata daktari akikuja hapa atakushangaa. Maana mwanamke anabeba ujauzito mpaka Desemba. Hiyo ni kawaida. Kila mtu anafahamu. Sasa mkisema Yesu kazaliwa na miezi 6, mwezi wa 6 mpaka Desemba miezi 6, hakuna mtoto anaweza zaliwa na miezi 6. Sisi tumekuja kufikisha watu waelewe. Hatujakuja kugombana wala kubishana. Tumekuja kufunza mtu aelewe pole pole mpaka apate elimu. Mwalimu wangu, naam, uko tayari? Ndio. Mathayo 2:1. Mathayo 2:1. Kwa wale wanaosoma maandiko ya Biblia inasema hivi. Ndugu yangu, njoo nisalimie. Njoo nisalimie. Salamu muhimu. Salamu muhimu. Yesu ndio alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi. Acha nikusalimia ndugu yangu. Mimi naitwa Omar, sijui wewe unaitwa nani? Fredi, wewe Muislamu? Siku hizi unashiriki kanisa gani Fredi? Ya Kikristo. Hivi Fredi, unaenda kusherehekea sikukuu ya Krismasi? Kabisa. Katika maandiko kusoma kwako umeshaiona mahali Yesu kazaliwa Desemba tarehe 25? Hakuna. Waislamu takibiri. Ndugu yetu anasema hakuna. Siku ya 25 Yesu hakuzaliwa hiyo siku. Hebu nenda pale usalimie ule mwalimu wangu. Ule ametoa. Nenda kale. Njoo hapa rafiki yangu. Nenda msalimie. Msalimie leo kunipatie. Kwa heshima yako vile umenisalimia, nenda pale. Msalimie ndugu yetu pale. Alafu unaona wazee wangu wako pale. Njoni nanyi mnisalimie. Njoni nanyi mnisalimie. Ninyi mmesimama tu, njoni. Kwa heshima yenu, njoni mnisalimie. Njoo nisalimie. Kwa heshima yako njoo nisalimie. Njoo nisalimie mzee wako. Kwa heshima yako hivyo. Namna hiyo. Bila kuogopa. Usione Muislamu na kanzu ukaogopa. Muislamu ni mtu kama wewe. Mimi naitwa Omar. Wewe unaitwa nani ndugu yangu? Samuel. Samuel Muislamu. Samuel. Ule. Nauliza wewe jina yako, wewe ni Muislamu? Mimi si Muislamu. Kristo. Wewe ni Mkristo, mimi ni Muislamu kama Yesu. Wewe ni Mkristo kama nani? Yesu. Anasema yeye ni MSDA, Seventh Day Adventist Church.
Hebu nenda pasi, karibia pale, salimie yule mwalimu wangu. Ule anakuinulia mkono. Msalimie, mpe salamu. Mpe salamu. Alafu naona ndugu yetu pale. Nawe njoo unisalimie. Wewe mabaki wacha kwenda. Kuna kitu nataka. Dakika moja. Dakika moja tu kaa hapo. Dakika moja tu. Hebu kaa pale. Dakika moja. Hebu mpe huyo. Mwesikie, mpe mic. Neema ya Bwana yuko pamoja nawe. Ya iko na maana. Hebu njoo. Kidogo tu, dakika moja. Dakika moja. Yaani ukiona noti 1000 hapo chini, utaichukua au utaiacha? Utaichukua. Basi karibia pale. Dakika moja tu. Kuna swali moja tu nataka nikuulize. Moja tu. Karibia pale. Dakika moja tu. Hii ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kama 1000 huwezi iacha na maneno ya Mwenyezi Mungu, je? Kaa hapo tu. Hebu mpe mic. Hebu mpe mic nimsalimie. Umesema hapo, nikumbusha jina lako. Fredi. Fredi, unashiriki kanisa gani Fredi? Ya Kikristo. Ya Kikristo. Inaitwaje? Wewe uliza swali tu. Uliza swali. Niulize swali. Katika maisha yako, katika kusoma kwako, maisha ya Yesu, kuna siku alienda moja kwa moja akaingia kanisani? Swali hilo. Kuna siku katika kusoma kwako, kwa kusoma Biblia, kuna siku alienda moja kwa moja Yesu aingia kanisani? Alikuwa anaenda sinagogi. Alikuwa anaenda wapi? Waislamu takbiri. Hello. Yesu kaenda sinagogi. Barikiwa sana. Unajua sinagogi ni nini? Sinagogi. Mahali patakatifu. Barikiwa sana. Kwa hivyo sinagogi ni mahali patakatifu. Takatifu. Hebu mpe unikuonyeshe andiko. Luka 4:16. Luka 4:16. Amekubali Yesu katika maisha yake hajawahi ingia kanisani, alikuwa anaingia sinagogi. Msomee andiko Luka 4:16 kisha upige maelezo yake. Luka 4:16, akaenda Nazareti, ndio hapo alipolelewa, ndio, na siku ya Sabato, ndio akaingia katika sinagogi. Kwa hivyo Yesu katika maisha yake alikuwa anaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, na ilikuwa ni tabia ya Yesu. Sasa hiyo jina sinagogi maana yake ni nini? Hebu msomee hapo. Yaonekana katika simulizi hilo, ndio Yesu alitembelea Nazareti mara tatu. Hebu enda nyuma, dibaji yake nyuma yake. Dibaji, maana ya sinagogi, neno sinagogi, ndio sinagogi, maana yake ni msikiti wa Wayahudi. Mpe maiki. Kwa hivyo Yesu katika maisha yake alikuwa anaingia sinagogi, na ambayo Biblia imesema sinagogi ni nini? Msikiti. Na wewe unaingia wapi? Kanisani. Kwa hivyo wewe na Yesu pamba na mo. Wewe unaenda kanisani, Yesu msikitini. Tuko sawa kwa sababu zote ni nyumba za Mwenyezi Mungu. Yesu anasema katika Mathayo 11:28, jitieni nira yangu mjifunze kwa nani? Kwako. Na wewe unajifunza kwa nani wakati unaenda kanisani? Kwake. Yesu si anaenda sinagogi msikitini. Wewe unaenda kanisani, unamfuata nani? Namfuata Yesu. Umfuati. Wewe unaenda kanisani. Yesu maisha yake anaingia sinagogi. Wewe ulikuwa unamfuata nani? Namfuata Yesu. Kwa kweli wewe umfuati? Namfuata. Kabisa unamfuata? Kabisa. Hebu mpe unione kama unamfuata. Luka 3:11. Nataka nione kama anamfuata. Pole tu nione kama ndugu yetu anamfuata Yesu. Unajua watu wanasema Waislamu wanapinga Yesu. Waislamu hawapingi Ukristo. Sikiliza andiko. Luka 3:11. 3:11. Kitabu cha Luka. Ndio. Akawajibu akiwaambia, hebu sikiliza Yesu vile anakuambia ndugu yangu. Mwenye kanzu mbili. Ndio. Na ampe asiye na kanzu. Mpe maiki. Yesu anasema mwenye kanzu mbili ampe asiye na nini? Na kanzu. Wewe uko na kanzu? Sina. Mimi niko na mbili. Unaonaje nikupe moja? Iko sawa. Iko sawa. Kabisa. Watu wakikuona ukitembea umevaa kanzu watasema kwa wewe ni nani? Wajarishi. Huyu amevaa kanzu, huyu amevaa kanzu, huyu amevaa kanzu. Watu wakikuona umevaa kanzu, unapita hapa, watasema wewe ni nani? Wewe nipe. Wewe nipe kanzu. Ndio nakuuliza, ukivaa hii kanzu, watu wakuona umeivaa, watasema kwa wewe ni nani? Muislamu.
Kumbe Yesu anataka uwe nani? Muislamu. Saa ngapi ndugu yangu? Saa ngapi? Sitakuita. Saa ngapi? Isipokuwa Wakristo naam na Waislamu ndio sisi sote ni watoto wa Ibrahim. Barikiwa sana. Na kwa hivyo zamani naam hata Ibrahim mwenyewe navaa kanzu. Barikiwa sana. Mbona wewe usivae? Kuvaa si shida, hata mimi niko nayo. Uko nayo? Niko nayo. Aha. Kwa hivyo Kenya umebakisha ndugu yangu. Mungu ni wangapi? Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Hata Waislamu tunasema Mungu ni mmoja. Yesu ni nani ndugu yangu? Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa hapo ndio unateleza kidogo. Kati ya Mungu na Mariam, nani alimzaa Yesu? Kati ya Mungu na Mariam. Mariam alimzaa Yesu. Kwa hivyo mtoto ni wa nani? Kwende Yohana. Ile Yohana. Moja. Yohana moja. Haya, mpe mwalimu wa kusomea. Yohana moja. Alafu tunaona ndugu zetu wa Kristo wanaompenda Yesu wanasema Yesu ni mwokozi wa maisha yao. Mkono juu. Usiogope. Petro kwanza 4:16 inasema ikiwa ni Mkristo usione haya bali mtukuze Mungu kwa jina hilo. Naona ndugu yangu anainua mkono. Leo nisalimie. Kwa heshima yako njoo. Angalia barabara ufike polepole, ukuje unisalimie kwa heshima yako. Msomee andiko yake. Amesema Yohana moja. Ndio. Yohana, wale wanaosoma maandiko matakatifu ndio ya Biblia. Naam. Hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno ndio alikuwa Mungu. Mpe mai. Anasema uendelee, endelea. Yaani ni tamu mpaka ananiambia ni flow nayo. Flow nayo hivyo tu. Huyo mwanzo ndio alikuwako kwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote ndio vilifanyika kwa huyo. Mpe mike. Hapo mwanzo kulikuwa na nani? Neno. Na neno alikuwa kwa Mungu. Na vyote vilifanyika kwa huyo. Yohana Injili. Kabla hujaenda hapo, hiyo kuna uchakachuaji. Naendelea. Kabla hujaenda. Moja. Naendelea. Kabla hujaendelea. Moja. Yohana Injili 14:6. Haya, msomee. Tushikanishe na 14:6. Somea asione kama twamdhulumu. Ambayo inasema hivi. Ndio. Yesu akamwambia, ndio mimi ndio ndimi njia na kweli na uzima. Ndio. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mpe maiki. Anasema tuendelee. Amefuata, muendelea. Kama mngalijua, ndio. Kama mngalinijua mimi, ndio. Mngalimjua na Baba, ndio. Tangu sasa mnamjua tena mmemwona. Mpe maiki. Filipo akamwambia, ndio. Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Ndio. Yesu akamwambia, ndio, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue? Ndio. Filipo, aliyeniona mimi amemwona Baba. Mpe. Basi tufike basi wewe wasemaje? Utuonyeshe Baba. Ndio. Mpe maiki. Anasema tuendelee. Ifike ngapi? Jamani, nitasoma Biblia mzima leo. Anataka tusome mpaka wapi? Aseme mahali nataka ifike. Sio kusoma tu. Haya, 14. Usadikia kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Haya, mpe. Sasa kwa yako ndio na Filipo iko tofauti. Haya, andiko nilikuuliza ukasema Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Hiyo andiko umetoa inasema Yesu na Mungu. Yesu ako ndani ya nani? Ako ndani ya Mungu. Ako ndani ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu.
Sasa mtu akiwa ndani ya Mungu ni mwana wa Mungu. Inawezekana. Haya, mpe huyo. Inawezekana. Sababu gani? Acha kuwa na haraka. Sina haraka. Yohana 3:16. Barikiwa sana. Nilijua utakuja hapo. 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Child. Msome. Asiseme na ndugu. Ya 3:16 Yohana. 3:16 kitabu cha Yohana. Ndio. Ambayo andiko hii ikifutwa tu kwa Biblia, Ukristo yote imeanguka. Yaani ndugu yetu anamnyang'anya Maria mtoto. Anasema huyu mtoto Yesu ni mtoto wa Mungu. Inasema kwa maana jinsi hii ndio Mungu ndio aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mpe maiki. Kwa hivyo Mungu ni muongo. Hapo imesema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee. Huyu mwanae pekee ni nani? Yesu. Andiko hajasema ni Yesu, imesema akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Ukisikia wa pekee, kuna mwingine? Kuna mwingine. Wa pekee, wewe unaishi peke yako, kuna mwingine? Yohana. Ngoja. Ukisikia wa pekee, kuna mwingine? Yesu alikuwa mwana wa pekee wa Mungu. Yohana 15 kuanza penyewe. Yaani ndugu anasema Yesu alikuwa mwana wa pekee wa Mungu. Na ukisikia wa pekee, hakuna mwingine. Mwalimu wangu. Naam, uko tayari? Niko tayari. Yeremia 31:9. 31:9 kitabu cha Yeremia, ambayo inasema kwa wale wanaosoma maandiko matakatifu ya Biblia. Ndio. 31:9 inasema watakuja kwa kulia, ndio, na kwa maombi, ndio, nitawaongoza, ndio, nitawaendesha penye mito ya maji, ndio, katika njia iliyonyoka, ndio, katika njia hiyo hawatajikwaa, katika njia hiyo hawatajikwaa, maana mimi ndio ni baba wa Israeli. Mungu anasema maana mimi ni baba wa Israeli na Efraimu ni mzaliwa wa kwanza wangu, yani firstborn wa Mungu. Na huyu amesema Yesu ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Wa pekee. Na hapa Efraimu ni mtoto wa Mungu wa kwanza. Sasa Yesu ni wangapi? Yesu ni mwana wa Mungu wa pekee. Kulingana na maandiko ya Yohana 1:1. Tangu mwanzo kulikuwa neno, na neno aliishi na Mungu. Na kwanza hiyo ni wrong statement. Hapo mwanzo kulikuwako na neno. Neno hili litoke lazima kuwe na mtamkaji. Yaani mimi nikiongea sauti inaenda kwa speaker. Hii sauti inatoka kwangu. Inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Hilo neno lilikuwa na nani? Na Mungu. Kwa hivyo kuna mtamkaji aliyelitamka nini? Hilo neno. Aha. Kwa hivyo neno ni nani? Neno ni Yesu mwenyewe. Kwa hivyo lilitoka kwa nani? Lilitoka tu kwa Mungu. Barikiwa sana. Kwa hivyo Yesu ni neno la nani? La Mungu. Kwa hivyo sio mtoto wa nani? Ni mtoto wa Mungu. Ndugu yetu ni mtoto wa Mungu. Yohana Injili moja kidogo tu. Yohana Injili 15 hapo kwenyewe. Haya, wanisomea tu hapo. Hapo tunaenda kati ya Yesu na Maria na Mungu. Mungu akimuona Yesu atamuitaje? Kati ya nani? Mungu, Maria na Yesu. Mungu akimuona Yesu atamuita nani? Mungu akimuona Yesu anamuita nawe. Haya, Maria akimuona Yesu atamuitaje? Maria akimuona Yesu. Maria akimuona Yesu atamuita nani? Atamuita mfalme wangu. Nani? Maria akimuona Yesu atamuita nani? Atamuita mfalme wangu. Haya, Maria akimuona Mungu atamuita nani? Square ni hii. Mimi nakuuliza swali utajibu. Square ni hii. Jibu kwa square. Wakati malaika alipoletea Maria habari njema. Ndio. Je, Maria alifurahia
ambaye kufurahia. Alifurahia. Tena akatetemeka. Tena akafurahi. Akatetemeka. Kwa sababu ujumbe umetoka kwa Mwenyezi Mungu, alifurahi. Akatetemeka. Ndio. Na akaenda kwa kazini yake. Ndio Elisabeti. Alipomsalimia. Ndio. Kitoto kirukaruka. Kichanga. Na Elisabeti akamwambia, ndugu yangu, ndio umebarikiwa. Ndio. Kwa sababu huyo mtoto ambaye umebeba kwa tumbo. Wacha nikumalizie hapo, alafu nimpe rafiki yako kidogo. 15:5 Wakorintho wa kwanza nimalizie hapo. Finishing. Yaani ulikuwa kumbe unangoja kufufuka kwa Yesu. Anangoja. 15:18. Ndio. Inasema na hapo 15:15. Ndio. Naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo. Kwa nini? Wa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa maana ndio tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo. Alikuwa mwisho ya brother. Tulia. Alikuwa mwisho. Anasema ati anajisaidia. Haya. Anajisaidia. Au kimeweza kujisaidia urudi. Haya. Mpe ndugu yangu. Ujambo my brother. Habari ya kazi? Nafikiri leo ilikuwa ni koroga ama leo ilikuwa pengine ni kupandisha slabs. Kupaka rangi, fundi wa rangi. Asante. Vizuri. Sasa ndugu yangu, mimi sina mambo mengi. Wewe uko na nuru. Uko na nuru, ni mtu Mungu amekutaka wewe uwe Muislamu yani. Na mimi nachukua nafasi hii kukukaribisha katika Uislamu. Kwa maana Uislamu ni kuamini Mungu mmoja. Uislamu ni kujisalimisha au kusalimu amri, sheria na hukumu za Mwenyezi Mungu. Mungu amekataza hii, unawacha. Mungu anakuambia fanya hivi, unafanya. Hii ndio Uislamu. Sasa nikasema kuliko uhangaike, tuanze kupiga kelele, nianze kukwambia kwenda nikarudi. Ingia katika Uislamu ndugu yangu, uokoe nafsi yako. Na kwa Muislamu si lazima uende nyumbani. Ati tukwambie rudi kesho kutwa ndio tupange siku ya ubatizo. Kadi ya ubatizo shilingi 800. Utoe kwanza 2, alafu ingine 2 baada. Hapana, usilimu ni bure. Wangapi wanamkaribisha katika Uislamu inshallah? Angalia wote wanakukaribisha. Leta rafiki yako anakukaribisha bana. Karibu sana brother. Unaona? Na ujisikia huru kabisa ndugu yangu. Sasa vile ulivyonishukuru na vile unasema asante, kwa Muislamu ni kutaja mambo mawili tu. Hebu sikia kitabu cha Rumi 10 mstari wa 10. Teremka mwanangu. Haya, Rumi 10:10. Inasema hivi. Yasemaje? Rumi ni 10:10 inasema kwa maana ndio kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Mpe. Kwa moyo mtu huamini akapata nini? Shikilia hapo 3:19 Qur'ani. Haki hiyo ni haki ipi? 3:19 inasema ndio bila shaka dini ya haki ndio mbele ya Mwenyezi Mungu. Uoneshe. Bila shaka ndio dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ndio ni Uislamu. Umemuonesha au bado? Namuonyesha. Aone mwenyewe. Bila shaka dini ya haki ndio mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Mpe. Anaya. Kwa moyo mtu huamini akapata haki. Kweli si kweli? Na hiyo haki kumbe ni dini gani? Mpatia maliza katika kitabu cha Rumi. Inasema katika Rumi 10 ndio inasema na kwa kinywa ndio ukiri hata upata wokovu. Mpe. Nani? Kwa kinywa mtu ukiri akapata nini? Wokovu. Qur'ani 2:21. Wokovu wenyewe hapo. Wokovu wenyewe uko hapa. Qur'ani 2 ndio 21. Yasemaje mwalimu? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, Suratul Bakara. Enyi watu ndio mwabuduni Mola wenu ndio ambaye amekumbeni nyinyi ndio na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka. Mpe. Anayo. Kumbe Qur'ani imesema ili wewe upate kuokoka siku ya mwisho na moto wa milele. Hapa duniani ni kumwabudu nani? Kitabu cha Rumi 10:10 inasema kwa moyo mtu huamini akapata haki, kwa kinywa kukiri atakupata wokovu. Sasa utakiri maneno machache kwa kinywa chako upate hiyo wokovu, hapo kwamba ni siku Mungu atakuepusha na moto wa Jahannam. Sawa sawa ndugu yangu? Sema bismillahi rahman rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad
lahi. Hayo maneno yamefanya kwa Muislamu haya. Unaona kuna uzito wote kweli ndugu yangu? Yaani unafanya mpaka babu analia, anaona ukisilimu analia, babu ndio hapa unamwona kwenye kamera huyu. Yaani wewe tayari ushakuwa Muislamu. Sasa rudia haya maneno katika lugha ya Kiswahili. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja na Muhammad ni mtume wake. Tayari haya maneno yafanya kwa Muislamu. Kilichobakia ni moja tu. Hauna haja kwenda mbali. Isaya 62 mstari wa 2. Inasemaje mwalimu? Isaya 62 mstari wa 2. Yasemaje mwalimu? Kitabu cha inasema na mataifa wataiona haki yako. Mataifa wataiona haki yako. Hata kulikuwa na Burundi, kulikuwa na Rwanda wanauza vitu vyao hapa. Wameona haki yako sasa hivi na wafalme wote ndio wataona utukufu wako. Ndio. Nawe ndio utaitwa jina mpya. Na utaitwa jina gani? Jina mpya. Katika Uislamu kuna majina mazuri yenye maana. Unaona Sio unaitwa Charles. Ukiuliza mwana Charles nini utashangaa. Mwingine sio unaitwa sikii Dorcas. Ukiambiwa maana Dorcas utashangaa. John. Katika Biblia wale mapepo ambao kwamba tunaona Yesu alitakuwa jina Le John. Wakajiita Le John. Dickson jamani, hatari. Tusitaje majina hayo, isije watu wakatuchukia bure. Katika majina ya Kiislamu kuna mfano Ali, Hassan mtu mzuri yani, Rashid kiongozi, Abu Bakar, Muhammad mtu mwenye sifa nzuri, Muhammad, Umar shujaa yule, Osman Abbas Dulkarnain, Dulkifli, Abubakari, Zakaria. Wewe unapenda gani ndugu yangu? Katika majina yao chagua nzuri tu moja. Useme mimi napenda hili. Okay, kwanza mimi naitwa Hassan. Hassan. Allahu Akbar. Ulipata wapi jina hili? Nilizaliwa nalo tu. Ulipewa lakini ukawa wewe msikitini wala wapi? Kanisani. Wewe kanisani. Unaenda kanisani. Maskini. Hasa Hassan. Wewe kwa jina alikuwa si mjinga. Na leo Mungu amedhihirisha maana ya Hassan. Ulikuwa ukipita sina yetu kwa shughuli zetu. Ukasema leo tuweke mkutano hata kama siku moja au mbili. Si lazima watu wajae kuja kutusikiza, hapana. Leo sisi kwa nafsi yako, kwa roho yako imekuwa ni jambo ambalo kwamba tunajivunia. Kwa maana leo thawabu tunazozipata sisi ni thawabu kubwa kwa wewe kutoka katika hali yako hiyo uliokuwa nayo. Kwa hiyo ndugu Hassan, unapenda hiyo Hassan ama utabadilisha? Nipenda hiyo. Hassan jina lako nyumbani unaitwaje? Malongo. Hassan Malongo. Ni mtu wa Mumias. Ni mtu wa Mumias Piga hebu nikusalimia kidogo. Unamwona hapa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obendi. Waki. Uturahibi gani? Itigoi. Omani mazu. Ngozi de Kisumu. Itigoi ngozi de Kisumu wakatoa ya mwana. Mzee Tigoi, mzee Majengo, mzee Wambali. Wambali. Isongo ni enene ya Iringa County. Ni Wambali. Zindo la Wambali. Nudo kwa Wambali kumsikiti uulize Hassan. Watakwambia Hassan ni da'wa. Najulikana hivyo, Hassan ni da'wa. Watakwambia tumamjua. Ni mtu wa huko. Mtu wa lengo. Wala mtu wa nyumbani, mtu wa lengo. Kukaribisha Uislamu. Uislamu dini ya Nasari. Dini indai sana Uislamu. Sasa kitu chokora uzi ya ingedakana usale muabudu nasa Yehova. Utanduraku mdini tare kana uzimu kanisa. Muzikara udine kabisa. Udine kabisa mikono ne numoda kuko ugase. Uzi Uislamu
Uswali hizi swala za tano ya asubuhi saa 11:30 uzimu musikiti swala ya fajiri. Utareka kwa ibada da. Ibada ni kitu kirahisi sana. Hii kutengenezea nafasi kuwa Muislamu. Sawa? Usakari kule wale wa kokota na wakuza mjini dai ya Nasari. Sawa? Utiana kuni adabu. Kwa sababu ile mila ni wakosa sana, wakosela Nasari. Sawa? Karibu kwa Uislamu. Unakaa area hii? Unakaa wapi? Kamkunji. Msikiti iko huko Kamkunji. Mpaka town. Unaweza swali kwa nyumba, uswali na kitu. Tafuta mwalimu kwanza tuswali aje. Unajua Uislamu ama hujui? Haya, leo tutakupeleka kwa msikiti pale. Muislamu mwenye anatoka hapa ashikilie huyu mtu, peleke kwa afundishwe Uislamu wa hapa. Maili ile kuna Muislamu hapo mwanaume, nataka mwanaume. Ndugu yangu mzee pale yule. Wewe ni Muislamu? Njoo. Nataka nikupatie kibarua kidogo. Kuna Salamu alaikum. Nataka umpeleke kwa msikiti umfundishe huyu ndugu yetu. Kwa sababu sisi ni wapitaji. Kitoka hapa tunaenda siku nyingine. Sisi tunatembea. Sasa leo kuja hapa ndugu yangu Hassan. Hata mimi naitwa Hassan. Sawa. Haya.